أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. Tulitangulia siku ya kwanza kunena kwamba mada tumeiweka katika utangulizi na nukta 5 takriban. Utangulizi tumemaliza kwa kadri ya haja. Tumeingia katika nukta ya kwanza ambayo ni misamiati, ingawa kuna baadhi ya mambo imebidi ni yakate kwa sababu najaribu nisimalize Ramadhani at least kila topic katika hizi tulizozipanga imepata. Nimezungumza mambo muhimu ya kuhusu misamiati. Leo tutataka tuingie katika sehemu ya 3, utangulizi, misamiati. Sasa ndio tuingia kwenye moyo wa mada, lakini hii sehemu ya 3 ndio moyo wa mada. Sehemu 2 ni utangulizi tu kama misamiati, na sehemu nyingine zitakazokufuatia hii 2 ni zijalizo, kama mathalan sharuti za mwamko, kwa nini tuko nyuma, nafasi ya mwanamke na vijana. Hizi ni za zijalizo, lakini mada yenyewe unwani yataka kubezi kwenye nini? Misingi. Ili kufupisha safari, tunapozungumza ni ipi sasa hiyo misingi ya mwamko na mageuzi, taban kwa mtazamo wa Qur'ani. Si kila linalozungumzwa na wataalamu wengine kupitia ideology zao nyingine. Sisi zaidi tutalalia kama jamii ya Kiislamu, na kwamba tuko kwenye darsa ya tafsiri, tunahitaji mwongozo wa nini? Wa Qur'an. Lakini kwanza tunataka tupate jawabu fupi sasa. Ustadhi, unaposema misingi ya mwamko na mabadiliko unamaanisha nini? Kwa lugha fupi. Umetupa sherehe nyingi huko nyuma, lakini sasa tunataka lugha fupi ambayo tutaweza kuishika, tutembee nayo. Na maanisha misingi ya mwamko
ni misingi ya kifikra, kiitikadi, kitamaduni, kimaadili inaoongoza mwamko wowote unaotembea. Hii lugha fupi. Tunaposema misingi ya mwamko, hatuzungumzi misingi ya kila kitu. Kila kitu kina misingi yake. Tunapozungumza misingi ya mwamko, tunamaanisha mambo ambayo yamekita na yanaongoza mageuzi yetu na mwamko wetu, yakikusanya ndani fikra, itikadi, tamaduni, tabia. Hizi ndio zitu zinakusanywa katika misingi. Kama vile tukisema misingi ya kufaulu ni nini kwa mtu binafsi. Tukikuuliza suala, mtu akitaka kufaulu, mambo yake ya msingi ni mambo gani atakayofanya? Individual, awe na bidii, apange wakati wake, jiddia, seriousness na mambo kadhalika. Sasa Qur'ani yatuambia jamii ikitaka kuamshwa, kwanza tunataka tuanze kujenga misingi gani? Hili ndio muhimu sana. Tukitojenga misingi tutavuna hamnafte. Kwa wale waloteza zamani kuna kibafte na hamnafte, sio? Ukifumbiwa mikono ukiulizwa kibafte, ukinena hapa ukifungua hamna kitu, utaambiwa yeye hamnafte, sio? Kwa nini tunahitaji hii misingi kwanza? Kwa sababu kitu cha kwanza tunachokipata katika misingi ni at-tawjih wal-wudhuh. Watu wameamka, watu jamii waenda wapi? Kumeamkiwa jamaa, kwenda wapi? Twenda hoko. Hoko wapi? Huku upande huu. Sawa. Kuna nini upande huu? Twenda kutafuta nini? Na ndio utakuta watu hukosana kwa sababu walipoanda hawakuwa wazi wenda wapi. Waswahili wana semi zao za kimaajabu ajabu nyingine, wajua? Kama zile ambazo maneno yake mengine hayataiki msikitini. Kama zile yondra haoni kadhaa mathalan, umeelewa? Sasa kuna na usemi mmoja wa Kiswahili unena, nguwe huagana wakenda. Nguwe huagana wakenda. Wajua maana yake? Nguwe yani nguruwe. Ajalakumullah. Nguruwe wakitoka wenda kuvamia shamba, kabla hawaenda hupiga mitingi, wakaagana mapema. Ndio hii maana nguwe huagana wakenda, kwamba jamaa yamekuwa kukitokea la kutokea kutakutanwa domoni. Tufahamiana jamani. Pale kukitokea hakuna atakaye kupata nafasi kumwambia mwendani wake tuonane wapi, tutakutana wapi. Hakuna tena nafasi. Kwa hivyo wao hupanga, yamekuwa mazuri tutatoka mlango gani, yameharibika kila mmoja atayua atakimbia vipi, lakini maagano wapi? Ndio Waswahili kuambia nguwe huagana, yani hawayaanda safari huagana. Sisi huzengeana imemalizika safari. Ndio utaziona kesi nyingi zilioko, kesi nyingi za kijamii za ndoa ni huwa hatutaki mwanzo kuwa wazi twenda wapi.
na ukajaribu kuuliza bwana, bismillah, ngoja mwanzo kila kitu kiwekwe wazi, we sasa hatuaminiani. Sisi zote tunataka mwamko bwana, tuaminiana, lakini nataka kujua ajenda nini. Mimi nakubaliana nayo ajenda hiyo. Ukitoniambia sasa, tavunda safari katikati, kutatokea mipasuko. Na jamii zetu zapenda sana kutukuana kwa yaeni. Simandia mwenye kuimba, enda nawe kwa yaeni, utaoneshwa kitu, kumbe kitu ni kingine. Na hili ndio moya limechangia watu kuvundika moyo kumuunga mkono yoyote anayesimama kuleta mageuzi, kwa sababu huona huyu naye pia safari tusafirisha. Sijui tumeelewana vizuri sana. Sasa wakati tunapoasis kwanza misingi inatusaidia nini? Misingi inatusaidia kutupa at-tawjih wal wudhuh. Twenda wapi? Sharti tuianze mapema. Na ndio utaona Mtume alipoinuka Maka alishikilia msingi wa kwanza, nitakuja kuuzungumza kisha. Qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Bas, hataki swala mwanzo, hataki chochote. Qulu la ilaha, yani weka commitment yako na hii mabda kwanza. Na nitakuja kuieleza la ilaha illa Allah unavyoiona wewe tu kwamba umeizoea kuinena, haina athari yoyote kwenye maisha yako. Lakini la ilaha illa Allah vipi iliweza kumbadilisha muabudu sanamu ule alokuweko Maka, ikampa misingi tofauti. Yule jana alokuwa akinena Hubal na Lata na Uzza, leo amenena la ilaha illa Allah, amebadilika, amekuwa mtu mwingine. Bilal ana sababu zote za kukubali baada ya kuadhibiwa awatane na msingi wake, lakini mpaka pumzi za mwisho akariri ahad ahad ahad. Sio maiona ile kwenye risala, sio? Ni nini maana ya ahad? Yani la ilaha illa Allah. Na Makureishi walikuwa wakiuona huu msingi huu ndio utakuja kuleta mapinduzi makubwa katika jamii. Ndio utakuta Mtume akija, mtu alikuwa hamjadili hunwa tembo, hunui tembo, una tabia nzuri, una nini, amwambia mando nena la ilaha illa Allah. Nafikiri mwanielewa jamani. Paka watu mando akaform grupu yote ina lengo moja. Lengo lao ni nini? La ilaha illa Allah. Kisha akawaongezea msingi wa pili. Sasa wakati tunapokuja kwenye miamko na mageuzi, hususan wale leaders wanaoongoza, ni lazima wawape watu misingi. Na hivi mingi, yaweza kuwa ni mmoja, yaweza kuwa ni miwili, yaweza kuwa ni mitatu, yaweza kuwa ni minne, mpaka ile misingi ibadilike iwe ni slogan zao, ndio uradi wao. Ndio utakuta Mwenyezi Mungu ukiadhini nena ashhadu an la ilaha illa Allah, ukiswali piga takbiri, ile kuikariri ile la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, la ilaha, kila siku wewe ikariri mara 100 mara 50, kwenye kuswali, kwenye kuadhini, kwenye dhikri, kwenye kila kitu. Ni nini? Ikuvae kwenye akili, kwenye damu, kwenye mawazo, kwenye fikra, kwamba wewe safari yako yote yafupishwa na nini? La ilaha illa Allah. Na taban la ilaha illa Allah ni amrela kubwa, lakini huwezi kuamsha watu kwamba jamaa tuamka tuataka nini, tahazi waki. Sijui umenifahamu? Si msingi huu. Na utaona misingi kama hii ambayo si misingi itawamsha watu miezi mitatu, watarudi watalala nyaka mitatu. Kwa sababu gani? Umewapa kitu kidogo wewe, hakigusi maisha yao,
Jamani, tutafanya nini? Kwa nini? Barabarani hushikwa msako, kwamba ile barabara kubwa kule watu kuna road block. Usimsingi. Napenda munifahamu vizuri, ni makero yataka yafuatwe, lakini huwezi kuifanya ndio ajenda ya umma. Hakuna tena road block, watu watarudi watalala. Ishu ndogo ndogo za tutia kwenye division na hazidumu. Mabda lazima kiwe ni kitu kikubwa cha tanganya, na hii ndio uhodari wa wana mageuzi wanavyozitezea. Kuna watu wanania, kuna na watu huwa wakizitumia, ni mahodari kuzitumia hizi. Watawapa watu ajenda itawagusa itikadi zao na fikra zao. Watatoka first time, kisha baadaye kutakuwa hakuna chochote kutokea. Kwa hivyo faida ya kwanza ya kuweka wazi misingi ya mageuzi inatupa sisi kitu gani? At-tawjihu wal-wuduh. Inatuongoza na kutupa uwazi twendapo mbapi na tukitakacho ni kipi. Pili, katika faida ya kuanza kuasisi misingi ya mageuzi na mwamko, kabla hatujaamka tukawapa watu misingi, ni at-tamasuk. Ile ndio izungumza yani. Sayamkue at-tamasuku dakhili, wengine wameita al-wuhda, inaleta umoja. Lakini inategemea umewapa watu msingi gani. Na hapa ndivyo utakuja msingi wowote unaotagua kuusimamisha kama slogan yako, kama principle ya mageuzi, ni lazima iwe ya kutanganya, si ya kuwawanya. Kwa sababu lengo la mabadi ni kuwakusanya watu. Ndio utakuta Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuja Maka alikuta tabakati za kikabila. Alipoenda Madina akakuta migawanyiko mikubwa, na hususa iliyokuwa ikiongozwa na makabila mawili makubwa kiasi kilikuwa kukipijanwa, Aus na nini na Khazraj. Lugha ilikuwa ikizungumzwa ni Aus, ni Khazraj, ni Mayahudi, ni Waarabu, ni mawali. Mawali ni wale ambao ni watumwa wale watu huru. Tuliona neno hili sana. Ni abid, watumwa waungwana. Akaona mabda peke yake itakayokuweza kuwakusanya hawa wote, iwafanye wote waone twahusika na mageuzi haya na mwamko huu, ni al-ukhuwa al-islamia, undugu wa Kiislamu. Na ndio utaona kazi ya kwanza katika kazi za mwanzo, ukisomeshwa katika sera, ukiulizwa suala ni jambo gani alilofanya Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipoingia Madina, taambiwa kwanza alijenga msikiti. Katika hatua za kwanza, sio? Alijenga nini? Msikiti. Katika hatua za kwanza, akha bainal muhajirina, aliyeta undugu, aliwamkua wote kwenye mitingi, wakatangamana pale pale. Akawaambia kila mtu azunguke, aliyoko ubavuni mwake ni ndugu, wapigane makamama. Na kuanzia sasa mutashare. Hukupanga wenda kusimama na nani wewe? Mmekwenda mmesimama pale pale, akisema kila mtu azunguke, aliyoko pambizoni mwake wapigane makamama, watangaze undugu kutoka leo. Kwa hivyo kiwa ulipata muhajiri amekuya hana makao, wewe una nyumba mbili, utampa moya. Wewe una zishamba, utamwambulia naye mahala pa kwenda kulima. Tuate hizi details. Alijenga kwa mando, sitaki ukhazraj, sitaki Aus, kumeongezeka, kumekuya na watu wa Maka. Sasa pia wameonekana wageni wao kutukua mui wa watu, sio? Wamekuya wa kutoka Maka, pia wamekuya makabila mbalimbali. Akawapokonya zile unwani zote, akawapa unwani yani almuslimu akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwa, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun.
Sasa moja katika kazi ya mabda ni lazima iwe itatukusanya, haitugawanya. Mabda yoyote itakayokutugawanya, isitukusanye, haiwezi kuwa ndio chanzo bora cha mageuzi na mwamko kwetu. Nafikiri mwanielewa vizuri sana. Na si lazima iwe mabda ya kidini, lakini walengwa ni kina nani? Wale walengwa unaowalenga ni lazima wote wajihisi wamo katika mabda ile. Usiwafanye wengine wakajihisi ni wageni, wengine ndio wenyewe. Ndio huya mambo yale. Katika tatizo kubwa la Kenya leo na pwani, mbali na ile mijadala iliyoko pwani ni Kenya, pwani si Kenya, tuweke mbali. Tukubali pwani ni Kenya. Kuanzia tupate uhuru, kuna matatizo pande zote mbili. Watu wa pwani na hasa wenye asili ya Kiarabu ambao ngozi zao ni nyeupe, wamekosa kuhisishwa na kujihisisha wao kwamba ni wa Kenya. Na hii ni siasa ilikusudiwa ama ni vipi sijui. Ile intima, kujihusisha mimi ni Mkenya, hamna. Ukweli wa mambo yani, tuate yale maneno ya kuzungumza kwenye majukwaa wakiwa wakubwa. Takumbuka zamani kuna Madaraka Day, si mambo yao hayo, si yetu. Yani mimi simo. Sijui kuna kadhaa, hayo yao bwana. Na hili ni tatizo limesababishwa, kisha ni tatizo liko kwa Waswahili. Kwa sababu nitakuja kuwapa na mifano isokuwa Kenya. Kila jambo si letu. Tunao katika historia yetu na culture yetu, tuna iskaliyatul intima. Tuna tatizo la kujinasibisha. Wewe mwambie tu mtu bwana, yo kuna mchango, amia ni usunini, hata kama huendi usinene maneno haya. Yale yafanywa kwa ajili yetu. Utakuta chini katiti si yetu. Si mambo yao hayo. Mambo ya sofa hayo. Mambo ya riadha hayo. Mambo ya masharifu hayo. Mambo ya zijoho hayo. Mambo ya ubajuni hayo. Utaona kila wakati kila mtu akimbia kuframe jambo yeye hamo aliomo nani. Hii tatizo. Hili tatizo linataka kutibiwa, liko ndani ya culture. Liko ndani ya culture. Na tatizo hili la tukosesha kuparticipate katika mambo yanayotuhusu. Nitakupa mfano tu. Alhamdulillah hapa Swafa siku hizi mmeona vijana, nataka kuwapa hongera. Wana ujasiri. Umeona kijana ameingia, amekuja mpaka ameketi hapa. Unifurahisha sana. Unifurahisha sana. Kwa sababu gani? Anavungia mpaka kuja kuketi ajihisi yuko mahala paki. Lakini unaweza kwenda mahala kila ngiao keti kule nyuma msikiti, kule nyuma lango kule. Huku nafasi tele, kila ukwambia huko si kwetu bwana, mkwao huko, mkwa kina nani? Ya taamalini haya mambo mimi hupenda kuyateremsha kwenye mifano midogo ili muione ile tabia haisimami hapo. Kuna mahala mitingi watu, kuna mambo muhimu tunataka kutetea mambo yetu, wale ambao wastahiki kunena wakezie nyuma, mambo yetu hayo. Sasa ikiwa si yenu ya nani? Utaona hukazanwa msikitini kule nyuma, kuna harusi, mtu akiingia mlangoni mpaka asimame hayuwe atapita yeye. Hizi safu 4 za hapa mbeko upe. Amamu ya taamali mambo haya jamani. Na utawarai watu, tafadhalini jamani, songa kule. Kule si kwetu bwana, kule mkwa wenyewe. Mwenyewe nani? Tabani pia sikwambii uvunde heshima,
Yani kila kitu kipokeeni kwa zipimo. Usiye kijana kama itua kibulani hapa, unaona pengine uve kisuruali tu na kifilana, kuna na miko, kuna na dasturi, sio kwambia nini hapa kuna mwenyewe kwa taratibu jamani dada. Maana pia ukizitoa hizi zitu zitoe kwa zipimo na kwa kubalance, sawa? Lakini msafu ya kwanza hapa, nani alikwambia mpaka kitu stadi? Nani alikwambia? Hapa ni pako, muhimu wako, ardhi zako, kila kitu nchako. Amekuya mtu hahusiki na huku, ameketi kisha mambo yao hayo, yendo kupangia mambo ya mpira na kiwanda cha Taifu nchako na alokitoa mbabu yako. Sijui umenielewa? Hizi public utility hizi zilioko hapa si zitu za serikali, ni zitu wazee wetu wamedonate. Hiyo iitwao water catchment si ya serikali. Kuna mtu amedonate mashamba yake kule katika familia ya Al-Bakari. Waulizeni watu wazima wawaambie. Amedonate, ilikuwa ni yake, ni personal. Kulipokuja ishu ya maji Lamu, kwa taka kutafutwa mahala kufukuliwa zisima, kukapatikana ni katika shamba yake, akadonate. Leo imekuwa shamba ya serikali yao. Ile public hall iliyoko pale si ya serikali ya nchi wala ya county, ni mali ya umma wa hapa Amu, ni asset yetu. Wamejenga watu kwa pesa zao, kama ilivyojengwa Swafaa, kama ilivyojengwa Riyadha. It's not a government nini. Lakini mambo yao kesho utakuja kukuta pale pamefanywa kanisa, kama tunavyoyaona sasa, tunavyosikia kwa wazee wetu. Hii ardhi aliyoitoa Ndhiebi akaitoa kwa ajili ya kujengwa hospitali, na ilipokuwa hospitali ni kwa ajili ya kutumikia umma. Leo aja mtu kutoka hoko kwa sababu yeye huamkuliwa OCPD ama huamkuliwa county commissioner, ataka kukuamulia pale na wewe huna say. Lakini tatizo si yeye, tatizo ni wewe uliponena si zetu. Lamu Girls, Lamu Secondary, zote hizi. Ile ilikiitwa Harambee, kina walosoma pale wako hapa, ilikuwa haiitwi Lamu Girls, ilikiitwa nini? Kwa nini Harambee? Ilijengwa mpaka watunga punda wamechangia. Hawa wafanyikazi wa punda wana mchango kujenga skuli ile. Kiuliza county kuna ngapi, taambia si mambo yenu, hayawahusu. Ile ni public ya watu, ni rasilimali yetu. Sitaki kuingia hoko, nataka kuwaonesha kuna culture yataka kubadilishwa. Na nitakuja inshallah katika msingi wa culture, katika mageuzi. Mimi hapa nipo kuonesha tu umuhimu, sijaingia in details. Culture ina dauri kubwa katika mageuzi na mwamko. Hii tabia kuketi nyuma, haya zisokuwa na mpango. Sasa ili kuambia mwenye haya hazai. Na hazai si kitandani tu, hazai kila mahali. Ile mifano hupijwa tu, haifungwi pale. Nyinyi uona labda mpale kitandani tu, mwenye haya hazai, mwenye haya hawezi kufanya marketing, hawezi kuingia kwenye biashara, huona haya atanena hii mbele ya watu. Hawezi kuingia kwenye competition, kwa sababu maisha ni competition. Maisha ni wewe uoneshe chako na mimi nioneshe changu, na kila mmoja atume uhodari wa kuvutia, ndo watu wae kwako. Hii ndo maisha. Mungu ameumba hivyo, wala hakuna uhasidi. Sisi kila kitu hasidi, hakuna uhasidi. Si kila tunenalo sisi ni uhasidi. Kuna mengine ni uzembe, ukimbia majukumu. Competition. Mambo sijui yeye ameniona mimi huzanya na yeye huzanya, yeye sasa afanye hii. hayakuandama, hayakuharibia. Yamekuona wewe uzanya na ameamua kuzanya, amekutaba wala kum fi rasulillahi.
Si watu utabana. Maisha yako hivyo, maisha ni competition, maisha ni marketing. Ni vipi wewe utajua kuuza bidhaa yako? Hata dini ni marketing. Hata dini ni nini? Ni marketing. Ukiwa hujui kuiuza dini yako, wataka kutumia tu fikra peponi motoni, utabakia na zizere. Ni marketing. Ni vipi utawavuta watu? Angalia Mwenyezi Mungu amwambia Mtume, ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Katika aya nyingine amwambia, fabima rahmatin minallahi linta lahum, kwa sababu Mungu amekupa ile, amekuambulia katika ile sehemu ya rehema yake, wewe umekuwa mpole kwao, umekuwa mlaini, wakuvuta huku akikuvuta huku, husahau saa nyingine wakakuona kama wewe mwendani wao. Huya kukubishia madirisha usiku mpaka wakakatazwa, si kwa sababu walikuwa wataka kumkosea adabu Mtume, kwa sababu ile simple life alikuwa akiishi Mtume na wao kuwavuta. Bakisahau jamaa upita dirishani, ustadhi kama sisi hao, saa 8 usiku umetia gomba limekushika kisasa sawa. Umeshtua usindizini, kunani? Kusalimia tu ustadhi. Allahu akbar. Sasa kuna na watu walikata kumgongea Mtume madirisha bwana usiku. Kunani ya Allah? Ndio Mwenyezi Mungu akateremsha ile aya. Wallahi katika zitu, wajua kuna darasa zangu nyingi zimepotea. Nyingi zimepotea wallahi. Zilienda na kompyuta. Hata sijui nitazirudia vipi. Moja ni suratul Hujurati, yote imepotea. Karibu darasa 50 sijui 60. Moja suratul Jinni, yote imepotea. Moja ni al-Isra wal Mi'raj, nimezungumza kama mihadhara 30 na kitu, yote imepotea. Katika suratul Hujurat nimezungumza leo, unaona ile aya ile, huandaie suratul Hujurat saidiana mimi, ya ayyuhalladhina yunadunaka, hata imeitwa suratul Hujurat kwa maana hiyo, yunadunaka min wara'il hujurat, hukupigia mayowe nyuma ya zumba huko, yani nyuma ya kuta. Wasifanye hivyo, waambie kutoka leo mtu atakayekuja aweke appointment. Na tatizo lingine akalizungumza Mwenyezi Mungu, wenye kumvuta vuta, kila mmoja anataka kukuona kando kando. Sasa Mtume akishtuka amemaliza masaa yake yote, asikize ule. Mwenyezi Mungu akaona hapa kuatia adabu, kila atakaye kuzungumza chemba na Mtume kwanza lazima atoe sadaka. Kukapita siku nzima hakuna mwenye kunena naye. Isomeni vizuri Qur'an. Faqaddimu baina yaday najwakum sadaqa. Isomeni suratul Hujurat leo mkitoka hapa. Enyi mlioamini, mkitaka idha najaytumu faqaddimu baina yaday najwakum sadaqa. Najwa mayua nini maana yake? Mayua mmesoma kwenye hadithi madrasa ile, idha kuntum, mwisahau ya hadithi, idha kuntum thalatha fala yatanaja ithnani, mkiwa watu watatu wasinongone watu wawili. Ule watatu ataona humnena yeye, sio? Yani mkezie watu watatu, mumeambiwa fala yatanaja. Wajua maana yatanaja ni ile unena kwa masikioni, yani kumtukua hala ndo kando. Ule watatu sasa anaanza kufanya wasiwasi, jamaa hunena mimi. Sasa hilo neno tanaja ndo hili, idha najaitumu faqaddimu baina yaday najwakum sadaqa. Mando toa sadaka ndio tikiti ya kupata nafasi ya kuzungumza kwa Mtume. Jamaa unena hii aya aloifanya ni mtu mmoja tu, kisha linasikhiwa, kisha ili katika zile hukumu zilizofutwa. Lakini tusiingie hapo, umeona sio mila, dasturi na nini. Kwa hivyo atamasuku dakhili, hizi mabadi tukizijenga mapema kabla hatujawaamsha watu, tukakubaliana. Toba mtaniuliza kwa nini zipi? Sharti tukubaliane tukitaka kufanya mwamko, na nitawaonesha namna ya kuzitengeneza hizi. Na hazitengenezwi tu kimawazo, hutengenezwa kulingana na mazingira na watu na tabia zao na mila zao, zaweza kuwa zinaufanya kazi hapa, kwingine hazifanyi wakadhalika. Tatu,
Ya kwanza nimewambia tukiasisi mabda itatupa mwelekeo, tutayua twenda hapo mapema nguwe huagana wakenda. Pili, itatukusanya haitugawanyi. Tatu, athiqatu wal misdaqiya, tutapimana. Ile mabadi yatakuwa ndio kipimo cha kumpima mkweli na sokwa mkweli. Tutakuwa hatuna, yani kwa ibara nyingine, tutaua zipimo za kibinafsi. Tutaweka zitu wanazoita objectivity, yani zitu maudhuia. Mfano leo, ni nani kiongozi mzuri wa kisiasa? Ni nani? Mmoja atainuka atakwambia ni fulani. Mwingine atainuka la si alifu ni be, ni fulani be. Mwingine atainuka si alifu si be, ni fulani. Asante. Sababu kwa nini ni huyu si huyu wewe, atakutajia sababu yake. Wa pili atakutajia sababu yake. Wa tatu atakutajia. Ukifanya research, asilimia, siwezi kuambia 100%, lakini more than 90% ni individual nini? Interest. Sawa? Interest si kwa maana ya pato tu. Interest kwa maana pana. Lipo kwa hospitali alikuwa kuniangalia. Tabia mzuri ni katika tabia ya Muislamu kumwangalia mtu yako akiwa mgonjwa, ndio kipimo cha kupima kiongozi. Lakini ikiwa hujampa mabda huyu, apime kwa nini? Huyu mpiga kura wa kawaida hajalishwa mabadi ambazo twazitaka sisi kuzifanyia mageuzi. Atumie zipimo gani kupima? Mwingine atakutajia safari yake, alikuwa kunizika, alikuwa kadha. Mwazijua zile sababu, lakini mkiziangalia zile sababu zote hazihusiani na masala ya nini? Ya uongozi. Lakini msiwalaumu tu, walipewa zitu ambazo watazifanya ni zipimo. Kupewa si kugawanywa makaratasi pamphlets. Kupewa ni kuwalelea na kuwameza zile principle zetu za mageuzi. Zile sasa ndio zikaja zikatwambia huyu ndio mkweli, huyu si mkweli, huyu ndiye anayefanya, huyu ndiye anayetukomboa, huyu ndiye anayetuinua, huyu ndiye anayetufanyia. Hatuna. Ningepiga mifano lakini hucha nsiambiwe kupigia debe watu fulani. Mimi sitaki nini zangu ziende kwenye mikao, kwa sababu lengo tuutaka umma wote, hatutaki mkao fulani. Sababu takuja leo katika misingi muhimu ni misingi ya kiimani, kuwajenga watu mabdaul iman. Katika misingi muhimu ni misingi ya education, kujenga mabda ya nini? Ya education ukaijenua. Lakini utakuta wakati tukija kwenye kura misingi hii hakuna. Kila mtu ameweka personal nini? Interest. Hata kuandikwa kazi mwano si sababu ya kumuunga kiongozi. Mtu atakwambia bwana mimi, lakini bwana alipongia ule mkora kuzungumza naye amemwandika mwanangu kazi. Very good. Lakini hii ndio sababu ya kufanya umma wote ndio kumvotie kwa sababu mwana ameandikwa kazi? Lakini sasa ukitoitumia hiyo, wewe utatumia ipi? Nafikiri mmenielewa mpaka hapa. Moja katika faida ya kujenga hizi mabadi za mageuzi, itatupa sisi athiqa, kujiamini, wal misdaqiya. Misdaqiya ndio ile as-sadiqul amin, na kumkagua mtu huyu ni mkweli ama si mkweli, huyu ndo afaungwe au asiungwe. Kipimo nini? Principle zetu za mageuzi ndio zinaotuongoza.
nne, sio? Katika faida za kuweka mabadi ya mwamko ni al-istidamatu wal-istimrariya. Tukizijenga ile misingi, tutakuwa na dhamana mageuzi haya na mwamko huu utaendelea hata kama miaka 50. Hata sisi tukifa, hata sisi tukitiwa jela, hata sisi tukifungwa, hata sisi tukifanywa kadhaa, lakini tuhakikishe tumejenga. Kama hujajenga utakwenda jela na umma wako mtapotea nyote. Na ndio utakuta viongozi waliofaulu duniani ni wale ambao sera zao, sisi tusema hivyo, sera zao au wameata ile huitwaje ile turathi, ile legacy, sio? Sera zao za hukumu maisha mpaka leo, na wao hawako. Akiwa number 1 ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miaka 1400 na sera zake za hukumu mamilions ya Waislamu ndani ya ulimwengu, na hata wasiokuwa Waislamu kwa ndia moja ama nyingine waathirika na misingi aliyokuja kuijenga. Wewe uliona ni kitu kidogo siku ile aliponena, mimi nimeshika msingi wangu, mkinipayua mkinipa mwezi. Athari yake imebaki kukontroli ulimwengu kwa miaka 1400 kuliko kujenga watu. Ukijenga watu, wakiondoka wataondoka na mambo yao. Kirimanielewa vizuri sana. Ingawa sasa hilo ni tatizo, hata sasa limeibuka sana siku hizi kama mafuatilia, gawa mimi sana ni zitu za kihabari. Mjadala mkubwa ulioko sasa hivi, na hunu ulikuweko kitambo na mimi na uyua, tofauti ya West na East kiculture. Nikinena West yani magharibi, wazungu sana, na nikinena East ni upande wetu sana. Sijui ni culture, ni mazoea ya siku nyingi. West imezoea kuongozwa na taasisi, haiongozwi na watu. East imezoea kuongozwa na watu, haiongozi na taasisi. Na ndio utasikia kidogo kukifa kiongozi, kila mtu kwambia kwisha. Ama muone lugha hizi kidogo tu, kama yuzi ambao waseda hasana, kuna tena jamaa, kuna kitu. Na uwawe Obama na uwawe Trump, Amerika itabaki. Na uwawe mawaziri wote sasa yao walioko kwenye bunge, Amerika itabaki, kwa sababu Amerika ni daulatul muassasat, yaendeshwa na taasisi, haiendeshwi na watu. Na hii ni culture ya magharibi. Kwetu, na msiangalie tu, hata msikiti akifa ule imamu alikuwa akipendwa na watu, ndio msikiti upotea kabisa. Kwa sababu sisi twapenda sana kurelate na mtu, si kurelate na mabadi. Wapi problem? Sijui, yataka wataalamu wakae waichambue. Na ndio utaziona zitu zetu hukua kwa ajili ya watu na hufa kwa ajili ya watu. Ni nadra. Na ukiona kitu kimefaulu kwa muda mrefu, jua kwamba yule aloasisi amefaulu kukifanya ni nini? Ni foundation. Na hii si kazi toto, ambao katika msingi mmoja wa kujengwa katika jamii yetu, katika kuiamsha na katika mageuzi nitakuja kueleza, ni kuwafundisha kufanya kazi kitaasisi, si ki-individual. Na nitawapa mifano. Nusu ya misikiti imejengwa kwa kutetwa, si kwa sababu kwa hitajika msikiti. Nimekosea? Toba nusu usiende kuhesabu kwa kusudia 50 kwa 50. Kwa nini waliteta? Ukienda ukiangalia ni matatizo yako kwenye taasisi yoyote ambayo ina watu wengi wataka ku make decision, itapatikana. Lakini akasirikao hutoka kwenye taasisi kaunda taasisi yake. Lakini aloiunda si taasisi yake yeye, kwa sababu yeye hataki cha watu, hataka chake.
individual. Hii ukiifuata kwenye misikiti utaipata, ukiifuata kwenye grupu za kijamii utaipata, ukija kwenye siasa utaipata. Si siasa tu yenye matatizo kwamba watakusimama wengi, na huku kwenye maimamu pia, lao kutatoka nafasi ya mufti pia kutasimama wengi, tutapokonywa. Hatuna ile hisia ya kitaasisi. Bwana utara kusikia uzita msikitini huko, jamaa wametoka ndio kujenga msikiti wako, kulikuwa yeye ilikuwa sufuria ya wali ipikwa kwenye moja ama ipikwa kwenye mbili. Mimi niliwaambia kilo 50 zitakaza, uno wali utatoka muiti. Bwana haikazi hii, kila siku umeupikia kilo 50 huwa. Ule na iweko sufuria mbili, hana isiweka. Tukua wewe mwenyewe msikiti wako ndio kujenga wangu. Napiga mifano na haya mara nyingi watu wakija kuzungumza na wewe, ukitaka kuwafahamisha zitu kama hizo, tutakuwa very simple. Hizi ndio zitu Uislamu ulizishughulikia mwanzo, ndio watu wakafika pale walipofika, na hizi ndio zinautuumiza mpaka resources zetu. Kwa utaziona ni zitu zidogo tu. Angalia wanafiki Madina, walipoona gap walikwenda kujenga msikiti. Ama muijui habari? Ile ilikuwa ni upanga wa kwanza wa division. Lau mtumi alinyamaa ule ni msikiti wajua atakuwa watu hataona iye, ingelikuwa kutoka siku ile hakuna tena umoya. Kuliteremshwa aya kavunde msikiti wa wanafiki ono. Hata kama uwankuwa msikiti, hata kama una kibla, hata kama una kuba, kuna misikiti huvunda umma. Usibabaishwe kwamba kuna kuba na minara na husoma Qur'ani na mahafidhi na nini. Usikubabaishe. Wavunda umma, waleta division. Kisha kidia siasa tu mkuu wa watu Fatiha bila hadrati nabii tuwe wamoja. Ondoka mbele yangu. Niwaambia kila siku, huwezi kuniita kafiri siku zote ati kesho ndio tuwe wamoja. Wewe pia kafiri kwangu. Nani alokupa wewe kibali cha kunitia mimi peponi na hakunipa mimi kibali cha kukutia wewe motoni? Ben nani? Jiite majina utakao kujiita, mimi sikutambui pia. Sijui umenielewa? Sasa hizi culture za kushindwa kuishi kwenye taasisi kila siku kwetu tele. Chama wewe fuata tarikhi ya chama chochote hakikuwa zama ziwili na zitatu na zinne baadaye. It is our culture. Ndio hii na nitafahamu, sitaki kuzungumza umoja wa walallah linaamini tutete. Kuna mwanamke mmoja ni comedy kitambo, siku hizi sioni tena hii klipu ya hapa Kenya ya bara. Amwendea mumewe amwambia, sikiliza mume wangu, tutaelewana hapa tutapigana hapa, tutakula hapa, tutasukumiana ngumi hapa, lakini talaka hakuna. Waikumbuka hii klipu? Pengine mimi sikuinena vile ilivyo. Yani hapa ndani ya hizi kuta 4 mpaka boxing zitaruka, sawa? Lakini kugawanywa kuwa nyumba mbili haiwi. Pata huku ndani tutiane kwa ngumi sisi paka tuyue. Tukitoka nje hakuna mtu atatugusa. Falsafa kubwa azungumza ule. Amwambia mumewe, yani hapa ndani hapa watu waone nje tumefunga zikuba sijui nini. Haya, lakini tukiingia huku ndani mimi na wewe sasa, huku kama nkukutana kwa kungumi, kama nkuvutana, lakini yataisha wapi? Ikiwa ntalaka hakuna. Na hii ndio yataka iwe katika kila kitu. Tutete ndani ya misikiti, tutete ndani ya zama, huko ndani, lakini huko tetani huko ndani, ukutiani kwa ngumi, mkitoka nje tokani na sauti moja. Ndio ile Mwenyezi Mungu akutuambia tusitete, atuambia fa intanazatum, yani mkiteta, maana yake mmeteta. Sio, huwezi kuwapa watu suluhisho la maradhi ikiwa hawana maradhi, utawapa? Mwenyezi Mungu anena fa intanazatum fi shay'in farudduhu, tetani ukotia nani kwa ngumi, lakini kisha ketini chini, mwekeni Mwenyezi Mungu awahukumie. Athiqa wal misdaqiyya. Katika
faida za kuwa na misingi ni at-tafriqu baina al-wasaili wal ahdaf. Tukisha kuasisi misingi yetu itatupa sisi mizani ya kutofautisha baina ya lengo na chombo, baina ya aim na tool. Hapa ndipo mahala pia pagumu sana. Mara nyingi watu hukosa, wakatukua lengo wakalieka mahala pa wasila, wakatukua wasila wakaeka mahala hakutetwi kwenye nyasila. Hatukutetwi kwenye nyasila. Ikiwa mfano lengo letu kufika Mombasa, tuko watu 10, tume-identify sisi tunataka kuamka na mageuzi, tunataka kufika wapi? Mombasa. Sawa, mara moja tutakubaliana, twendeni vipi? Hakuna boti, hakuna ndege, ambao boti na ndege na gari na baskili sio malengo. Na yaweza ikawa yana ni boti yao ni nini? Ni gari. Lakini maadamu wazee walikuwa wakipanda boti, wewe ungengene umeifanya boti ndio hadafu. Hutaki kubadilika. Wasila haudumu. Wasila haudumu. Hii tuambiwa hii ni technology. Ni technology kwako leo. Baada ya miaka 100 si technology. Kama ngozi na kijiti cha kutova kwa wale waliopekewa siku ya kwanza kuandika kwao ilikuwa ni technology. Wale Bakureshi walikuwa hawajui kuandika wala kusoma. Siku ya kwanza walipopekewa mbao na zijiti za kuandika, wao ilikuwa ni technology. Baada ya miaka 50 ikawa si technology tena, kukaja karatasi. Wale ilo kwenda karatasi kwao ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni technology. Wahakadha, leo ikaja blackboard, ikaja sijui nini, na leo imekuja hapa. Tuambiwa sasa hivi baada ya miaka 20 30 hakuna tena hizi zitu, utakuwa miwani tu sijui. Nimesikia yao mimi sijui mambo haya. Kuna zitu utavaa hapa ndio kompyuta ndio kila kitu, utakufanya mikono namna hii tu. Manake zamani ilikuwa ukinena pweke barabarani utapigiwa astaghfirullah bwana. Mwanadamu si mkamilifu wallahi. Metuata bwana, si wanda yao wastaghfirullah. Si mkamilifu mwanadamu. Leo upita kinena pweke. Sasa yao waweza kumuona mtu upeka na mikono Sheikh ndia. Nani katika maendeleo? Kumbe utizie hicho kidubasha kwenye sikio, hunena na mtu, kweli hunena na mtu. Lakini sasa sisi hatumuoni hunena na mtu, humuona mtu hupeka na mikono, humwekeza hapo gonga nyundo, huwapaka fanya na nini, sio? Mekuwa normal, na upisana na Indiani hatuna tatizo, ama kuna tatizo? Lakini ile wayukuu wetu hatakuya kumuona ule uko nyuma mpaka yeye utizie headphone. Kama wewe utukuzie buku na karatasi, wazijano kwambia stadi aliisha hayo bwana, sasa hivi ni nini? Ni hizi zidubasha za kuandika, wewe bado uko nyuma. Na sisi tutaka kuambiwa hizi tutukuziezo, nyinyi mko nyuma. Kwa hivyo musingangane na nyasila, ngangangani na nini? Malengo. Na nyasila zimebadilika hata wakati wa Mtume. Hata karni ya watu wema wa kwanza, watu wamepigana kwa mapanga, watu wamepigana kwa nini? Kwa ngamia. Leo hakuna tena mambo hayo. Leo ni kifaru, ni ndege, na hata kifaru na ndege pia hakuna tena. Tartimu yuwe zita zilizopigana Gaza na Libnani inaitwa Tufanul Aqsa, katika kitu kikubwa kimegundulika, na ndio watu wetu wameumizwa sana. Wao hawakupiga hisabu ya electronic war na artificial intelligence.
na karibu kutakuwa silaha hazina tena mtu. Hakuna mtu kabisa anayeshiriki katika kupigana. Zamani sio mtu ushiriki, ni uso kwa uso. Sheikh alo mwanamume ndio upigana, sio mwanamume apigane. Yeye waza kwa hata kidada ndio utaona jeshi la Amerika tizezi shoga zingi zikatize ndani, upija kompyuta upigana jeshi. Lakini zamani wata makhanithi mwanamume mpaka awe mbaki sawa Sheikh, kukabiliana uso kwa uso, panga kwa panga. Leo ni mtu uko ndani ya ndege atakuja kupige. Sasa ndege yaletwa bila ya mtu. Kwa unapozungumza drone leo watumiwa kitu hata ukakipija huui mtu. Technology leo tutafika wakati watu watapigana nchi bila ya kushiriki watu kupigana. Nyasila zabadilika, lakini jihadi itabaki pale pale. Lengo la jihadi litabaki pale pale, ni i'la'u kalimatullah subhanahu wa ta'ala. Sasa moja katika kutengeneza, nimemaliza wakati, moja katika kutengeneza mabadi principle zitatusaidia sisi kukagua baina ya lengo na baina ya nini wasila, na tungangane na malengo na tuwe flex kwenye nini nyasila kulingana na mabadiliko ya nyakati. Na insha Allah taala tuko katika sura ya pili, tutaendelea sasa kuzielezea misingi hii, Mungu akitupa uhai na uzima kesho. Walhamdulillahi rabbil alamin.